Mungu, sijawahi kujua kama kuna upendo wa kweli kama huu. Maisha yangu yote nimekuwa gizani. Nimefundishwa mambo ya kishirikina. Sijui hata sala inasemwaje. Nilikuwa nawaona watu wanakwenda makanisani, wengine wanakwenda msikitini. Sikuwa nikijua kuwa huwa wanaenda kufanya nini hasa huko. Nilidhani ni maigizo tu. Kumbe kuna jambo kubwa sana nililolikosa. Lakini huyu rafiki yangu Gaston amenionyesha nuru. Amenijulisha habari za Yesu. Yesu ambaye alikufa kwa ajili yangu, hata kama mimi ni mwenye dhambi. Siwezi kuendelea hivi tena. Nataka kuokoka. Nataka kuwa mtoto wa Mungu. Nataka maisha mapya. Lazima mama ajue. Hata kama atakasirika, sitajali. Sitaki tena kuishi kwenye giza. Yesu amenigusa. Ngoja nimpigie simu mama. Namba unayopigia haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Halo? Halo, mama. Be mwanangu. Mama, shikamoo. Marahaba mwanangu, jambo? Sijambo mama, samahani mama. Bila samahani. Nilikuwa ninafikiria kuhusiana na lile jambo ambalo nilijaribu kukuambia. Mimi naona tu kwa kweli niwe mtu wa Mungu. Uwe mtu wa Mungu? Ndio. Mwanangu Edward, wewe watu wana nini? Mimi natamani tu kwa kweli na mimi niwe mtu wa Mungu, niwe na sali na mimi niwe na muabudu Mungu, ninaenda kanisani kusali kama wengine. Kipi kinachokufanya mpaka yani utake kuokoka? Kipi mwanangu Edward? Mbona unaniletea mambo ya kipumbavu? Mimi nilijua umeshakuwa. Mbona mambo ya kitoto hivyo? Kwa nini? Sasa mimi mama nimeona kumbe kuna Mungu ambaye anatakiwa aabudiwe na sisi hata huwa tuende kusali. Mimi natamani na mimi niwe mtoto wa Mungu. Kwa kweli mimi usinileteze habari zako za kipumbavu. Sijakubaliana na wewe kabisa. Tena mimi kuhusu hilo swala, yani usinisumbue kabisa. Habari zako hizo za kipumbavu sitaki kuzisikia. Nimemwambia mama. Nilidhani atafurahi. Nilidhani ataniuliza zaidi kuhusu Yesu. Lakini badala yake amenitukana. Amenilaani. Amesema nitakufa maskini. Kwamba nimesaliti damu ya mababu. Kwamba nimekuwa mgeni ndani ya familia yangu mwenyewe. Lakini moyo wangu hauwezi kurudi nyuma. Nimeonja ukweli. Nimehisi upendo ambao sijawahi kuuhisi maishani. Yesu alinipenda hata kabla sijajua jina lake. Sasa siwezi kumkana. Hata kama dunia yote itanigeuka. Siwezi kupambana peke yangu. Nataka msaada. Nitampigia Gaston. Lazima nimweleze. Mama amekataa. Lakini mimi sitakata tamaa. Gaston rafiki yangu. Ngoja nikutafute sasa. Halo ndugu yangu Edward. Naam rafiki yangu Gaston. Naam. Samahani, labda huenda una majukumu tayari labda. Samahani kwa sasa ndugu yangu, nipo chuoni hapa darasani. Nafikiri utanipigia kwa wakati mwingine, tutaonana.
Oh, samahani, nilikuwa na shida na wewe ya haraka, kwani hatuwezi kukutana tukazungumza? Sawa, maana hapa tunamalizia kipindi afu natoka. Yeah. Nafikiri tunakutana. Okay. Sawa. Hai. Rafiki yangu Gaston. Yes, Mr. Edward. Nafu tumekutana. Edward. Ndo kama nilivyokupigia simu, nadhani labda nilikusumbua nilivyokupigia simu. Hapana kabisa, ondoa shaka mtumishi wa Mungu. Ondoa shaka kabisa yani. Na kipindi hicho hasa umeniambia ulikuwa shuleni? Yes, nilikuwa darasani ule muda uliponipigia, lakini hakuna kilichoharibika kwa sababu tumekutana tena hapa. Na okay. Yes. Sasa mimi nilikupigia simu nitamani tu tukutane ili tuweze kuzungumza pia tena kuhusiana na lile jambo ambalo ulinigusia hapo nyuma. Yes. Nadhani umekuwa mtu wa muhimu sana, unanitembelea, unanifundisha mambo mengi ya kiroho ambayo sisi tulikuwa tuyajui. Yes. Lakini kuna jambo ambalo nikatamani pia tuweze kulizungumza. Yes. Kwa sababu nimeweza kumshirikisha pia mama, nimemweleza mama, maana mama hajawahi kutuambia kama kuna Mungu, kama kuna kwenda mbinguni. Yes. Hata tunaoenda kanisani, wanaoenda huwa tunawaona, hata sijui wanaenda kufanya nini. Wewe ndio umenifumbua macho, kumbe kuna Mungu wa mbinguni anatakiwa kwenda kuabudiwa. Sasa nilimwelezea mama. Yes. Sasa mara baada ya kumwelezea mama amelaani sana kitendo hicho na amenitamkia maneno mabaya sana ya laana, akiniambia nisijihusishe sana na haya mambo. Sasa mimi kwa kweli nashindwa nifanye nini hasa na kwa kweli ndo nina hiyo hali ninayopitia kwa sasa. Kwanza pole sana ndugu yangu Edward. Asante sana. Kwa sababu hili jambo ulipolifikisha kwa mzazi wako, amelipokea kwa jinsi ambavyo yani amechukia, na inaonekana amechukia, amekasirika hadi amekutolea maneno ambayo hayafai. Lakini nikupe tu moyo ya kwamba hili jambo litakusaidia sana utakapoliamini wewe na watakapoliamini hawa wazazi wako. Sawa, lakini hebu naomba uniambie tafadhali rafiki yangu Gaston. Hivi ni kweli, hebu niambie usinidanganye. Ni kweli kwamba ulivyonifundisha, ni kweli kwamba kuna Mungu ambaye anaishi juu mbinguni na tunatakiwa tumwabudu? Yes. Kwa kweli yupo Mungu mbinguni. Na yeye mwenyewe ndiye aliyeviumba vitu vyote ambavyo unaviona hapa. Na yeye anakaa wapi kwani? Yeye yuko juu mbinguni. Sasa kwa nini sasa watu wengine tulikuwa hatujui, mfano kama mimi sijui, hata mamangu haja kutufundisha, na uliniambia ya kwamba eti siku moja tutaenda kukaa naye mbinguni, kwamba ukifa utakuja kufufuka. Sasa mfano kama mimi nilikuwa sijui. Sasa ikiwa labda ningekufa nilikuwa sijui, sasa ningekuaje sasa mimi? Kwanza unatakiwa umshukuru Mungu kwa sababu imekuwa ni mipango yake wewe uweze kumjua yeye. Unajua kwa nini? Kwa sababu wapo wengi ambao hawamfahamu huyu Mungu. Na huyu Mungu cha kwanza yupo mbinguni na siku moja utakutana naye. Cha msingi ni kumkubali na kumtanguliza katika maisha yako na kumpokea yeye, na maisha yako yatabadilishwa. Maisha yako yani yeye atakuwa ndani yako, na utakayotenda atakuwa ni matendo mazuri. Na ukisha atenda matendo mazuri, hapo utakuwa umepata nafasi ya kuja kumuona yeye hiyo siku ambayo atakuja kutuchukua. Hebu niambie kweli, kama ulivyonifundisha ile juzi, ni kweli kwamba ukifa kama tunavyoona mtu anazikwa tena atakuja kweli awe hai kama ulivyoniambia kwamba eti sijui atakuja tena atoke tena aende mbinguni? Yes. Hiyo siku ambapo atakuja Yesu Kristo, ambapo atakuja duniani, atakuja kuwafufua wale wote waliomwamini, wale wote waliomkubali. Atawachukua na atawapeleka mbinguni. Hata tunapolala, tunapofariki sisi, tunapokufa, hapo tu tunalala kama usingizi. Ipo tu siku moja atatuamsha makaburini. Kwa hiyo
Mwamini Yesu, mwamini ndugu yangu. Sasa kuna watu wengine walishakufa zamani, sasa hao itakuwaje sasa, ambao labda unakuta wameshaishiria wao, watakuta wameshaisha, sasa wao watafufukaje sasa? Ndugu yangu Edward, ni hakika, neno linasema ni hakika watakuja kufufuliwa. Mwamini tu Yesu, mwamini na maneno yake, hakika atakuja kutufufua. Haijalishi wamekufa lini. Mungu ni muweza wa yote. Sawa, lakini yes, mimi nilikuwa nimekubali. Lakini mamangu hataki. Nifanye nini mimi? Ndugu yangu Edward, kwanza kabisa, japokuwa mzazi wako ulipomwambia amekataa na amekutolea maneno ya laana, kumbuka lakini huo ni uzima wako. Ukishamjua Yesu, ukishafahamu kuhusu Yesu huyu, ya kwamba siku moja atakuja kutuokoa, kumbuka huo ndio uzima wako. Usipomwamini yeye, kumbuka kuna moto wa milele ambapo wewe utakapochomwa. Na ukishamwamini, hapo ndipo utakuja ukatawale naye kule mbinguni, ukaishi naye kule katika makao mazuri. Paswa kutambua ya kwamba mtii Mungu kuliko hata huyo mzazi wako. Gaston amenitia moyo. Amenikumbusha kuwa Yesu hakutuahidi njia rahisi, bali aliahidi kuwa yuko pamoja nasi mpaka mwisho. Lakini moyo wangu bado unaumia. Mama ni kila kitu kwangu, lakini sasa kanikataa kama si kitu. Lakini siwezi kugeuka nyuma. Nimekubali mwanga wa Yesu, na huu mwanga siwezi kuuacha kwa sababu ya maneno ya watu. Nitamtafuta Abeli, ndiyo, hata kama hajui chochote kuhusu Mungu, hata kama naye ni mshirikina, ni kaka yangu wa damu. Anapaswa kujua kilichotokea kwangu, anapaswa kusikia kutoka kwangu, hata kama atanicheka, hata kama atanishangaa. Abeli, kaka yangu, nataka ujue mimi si yule Edward wa zamani tena. Ngoja nikupigie sasa. Hello. Halo. Habari yako ndugu yangu? Salama kaka, shikamoo. Marahaba zako. Za huko ni nzuri, habari zako nyumbani? Ni nzuri tu, naendeleaje huko? Huko tunashukuru Mungu, tunaendelea tu vizuri. Kaka samahani, nilikuwa na jambo nitaka tuzungumze. Niambie mdogo wangu. Au labda utakuwa sehemu nzuri tuzungumze, au labda uende pembeni kidogo tuongee kidogo? Sasa niko sehemu nzuri. Niambie mdogo wangu. Sawa. Sasa kaka samahani, lakini ndio. Kuna rafiki yangu anaitwa Gaston. Ndio. Ambaye pia nimewahi yeye ni mwanachuo anasoma. Ndio. Nimebahatika kukutana naye, amenifundisha mambo mengi sana ya kiroho ya dini. Ndio. Sasa mimi alionifundisha nimeona kama ni ya kweli. Ndio. Nikaona mimi niyafuate. Na baada ya kuyafuata sasa ninajaribu kumshirikisha mama, lakini yeye mama hataki kabisa. Sasa sijajua kwamba nawe labda umesha kukutana nayo kwamba kuna Mungu, tunatakiwa tuishi vizuri afu tunaenda mbinguni. Unajua mdogo wangu? Mimi ngoja nikwambie, kaka yako kwa muda mrefu hii siri nilikuwa nimeificha kwa muda mrefu. Ndio. Lakini ni muda mwafaka sasa wa kukwambia hii siri. Mimi kwa muda sasa nimekwisha okoka, ninamjua Mungu.
Na hicho unachoniambia mimi tayari nimekwisha kipokea. Unajua, ngoja nikwambie jambo. Naam. Mama yetu sisi ni mchawi. Na kama ningeliweza kukwambia hii siri tangu mapema. Na kwa sababu kwenye mambo yao hayo huwa wanaweza wakaona kwa namna nyingine. Kwa sasa siogopi kwa sababu ninamjua Mungu, lakini nilihofia ya kwamba ningeweza kukwambia huenda wewe ndio ungeingia kwenye pambano. Lakini sasa kwa sababu umeamua kumpokea Mungu, ni kuombe umpokee Mungu na muombe kwa sababu mama yetu ni mchawi. Kwa vyovyote vile wao wanaona, na wanapoanza kuona wewe umeanza kumpata Mungu, unaingia kwenye pambano ambalo hata uhai wako wanaweza kuuteketeza. Mimi nimejaribiwa na kuna matukio mengi nimekutana nayo, lakini kwa sababu ninamjua Mungu nimeweza kusimama vizuri. Samahani kaka. Kwa hiyo ina maana wewe ulishaokoka na wewe ni mtu wa Mungu tayari? Tangu zamani sana, yani mimi namjua Mungu na ni mtu wa Mungu. Sasa kaka, kwa nini sasa ulikuwa mimi hujawahi kuniambia, au mimi ulikuwa hutaki twende mbinguni kama ambavyo nimefundishwa na Gaston? Hapana, nilichofia kwa sababu wewe ulikuwa haujamjua Mungu, na nilihofia kwa sana uhai wako. Ningeweza kukwambia labda hata usingeamini kwa haraka, lakini kwa sababu mimi nilikuwa nimekwisha muamini Mungu, sikuwa naogopa kufa kwa upande wangu, lakini nilihofia kwa upande wako. Na nilitamani siku moja ambapo ningeweza kurudi nyumbani. Hii habari sikutaka kuiongelea kwenye simu. Nilitamani siku nirudi nyumbani nikae na wewe nikueleze kuhusu wokovu. Na ndiyo maana nilitamani hii habari, lakini namshukuru rafiki yako. Huenda Mungu amempitia rafiki yako kufikisha habari ambayo hata mimi mwenyewe nilitamani kuileta kwako. Kwa hiyo kaka, wewe sasa hivi ni mtu wa Mungu na unamwabudu Mungu? Haswa kabisa. Kwa hiyo wewe sasa hivi haujihusishi na ibada zetu ambazo tunachanjwa kila mwisho wa mwezi alafu tunapakawa da? Wewe haufanyiwi huko sasa hivi? Hapana, mambo hayo nilishaachana na vile vitu nilivyokuwa nimepewa na mama tayari nimekwisha vichoma. Nilivichoma kwa mchungaji wetu ambaye alikuwa tunasali naye kanisani. Baada ya kumkabidhi Mungu maisha yangu, niliamua nivichukue mimi mwenyewe nikavipeleka na tukavichoma kwa msaada wa mchungaji na Mwenyezi Mungu. Tafadhali kaka, na mimi naomba niwe mtu wa Mungu. Mimi kwa kweli na mimi napenda niwe mtu wa Mungu. Sasa mimi nifanyeje? Mama nikimwambia nakataa na ananzuia na nilaani. Unajua mtu pekee ambaye tunapaswa kumheshimu ni Mungu peke yake. Ingawa wazazi tuna nafasi ya kuheshimu, lakini tunapaswa kusikiza sauti ya Mungu zaidi. Kama Mungu ndiye aliyetuambia kwamba tusiibe, tusiwe na mambo yote ya kishirikina amekataa, ni heri kumtii Mungu kuliko kumtii mwanadamu. Kwa sababu mama yetu ni mzazi aliyetuleta duniani, lakini pasipo yeye, hata yeye mwenyewe hakutuumba tumboni mwake. Aliyetuumba tumboni mwake ni Mungu. Kwa hiyo tunapaswa kumsikiliza chanzo ambaye ndiye Mungu mwenyewe. Na hatumaana ya kwamba tuwazalau wazazi. Hata yeye mama tuna nafasi, tuna fursa nzuri kwa sababu mimi na wewe ni mtu wa Mungu. Tuna fursa nzuri. Siku moja tumuombee mama yetu aweze kubadilika taratibu. Najua unatishiwa kulaaniwa, lakini hata mimi mwenyewe wakati nampokea Mungu nilitishiwa kulaaniwa, lakini nilisimama imara. Na simvunjie heshima mama yangu, lakini nilisimama imara. Nikawa naendelea kuzungumza, akawa naendelea kunitukana. Kaka, wewe si mwanangu, lakini si kusema kwamba mimi wewe sio mama yangu. Niliendelea kumwombea na naendelea kumwombea hata sasa. Kwa hiyo wewe hivyo vitu visikukwaze, visikukatishe tamaa. Endelea kusimama na Mungu wako, na pia tukiendelea kumwomba Mungu, kumwombea mama yetu. Kaka, kwa hiyo kumbe wewe hata mama anajua kwamba ulishakuwa mtu wa Mungu? Anajua zamani sana, na mpaka amewahi kunitishia vitisho ambavyo anakuambia wewe. Mimi pia nilitishiwa kwa hivyo kwamba wewe sio mwanangu, nitakulaani. Na mpaka nikatishiwa kuuawa, lakini ninamshukuru Mungu mpaka sasa hivi niko hai. Na wewe nilikutia moyo mdogo wangu, yawezekana kwa sababu wewe bado ni mdogo ukawa unaona kama vile huenda hauwezi kuvumilia, lakini mshukuru Mungu wako kwa sababu Mungu yuko pamoja nawe, ataendelea kukusimamia. Lakini samahani kaka, nikuulize tu kitu. Ndiyo. Lakini ni kweli, hebu naomba tu nihakikishie, usinidanganye. Ni kweli ya kwamba Ndiyo, Mungu yupo na siku za mwisho kama alivyonifundisha Gaston kwamba siku ya mwisho
tutafufuka, tutaenda tena kuishi naye milele? Mungu yupo, na haya nayokuambia ni hakika na amini, kwa sababu kila lililoandikwa, matukio ya dunia yote yanadhihirisha hilo kwa uwazi. Kile kilichoandikwa kwenye Biblia na kilichotabiriwa kinatupa mwangaza wa kuona kwamba hakika Mungu yupo, na vile vyote tunavyoviona kwenye neno la Mungu vilivyoandikwa hata kabla ya kutukia na sasa tunaviona vinatukia. Hivyo vinatosha kutuaminisha ya kwamba Mungu alichokisema kwa hakika kipo, na kwa sababu mengi tumekwisha kuyaona, hatuna budi kuwa na wasiwasi, kwa sababu neno la Mungu haliwezi kubadilika, na mengi ambayo yalikuwa hayajawahi kutukia na yametukia kupitia hilo neno haliwezi kutudanganya kutuambia kwamba Mungu hayupo. Na wakati mengine yote ambayo yamekwisha, neno ambalo limeasema huko nyuma na yametukia kama yalivyo, sembuse tuwe na wasiwasi kusema Mungu yupo. Neno linatuongoza katika hilo, na ndiyo maana nina uhakika na ujasiri wa kusema kwamba Mungu yupo. Asante kaka, na mimi natamani niwe kama wewe, natamani na mimi niwe mtu wa Mungu. Tafadhali, ikiwa kuna changamoto yote, mimi nitakutafuta kaka, kama patakuwa na shida kuhusu mimi. Usijali mdogo wangu, hata mimi nipo na kuombea sana, kwa kuwa umeamua kwa moyo wako na kwa dhati. Ninazidi kukuombea kwa Mungu. Endelea kushikilia imani na kujifunza neno. Zidisha maombi yako kwa Mungu, lakini tusisahau kabisa mama yetu bado yuko kwenye ushirikina. Mimi na wewe tuungane pia kumwombea ili siku moja na yeye aweze kuulisi ufalme wa Mungu. Tusiache asije akapotea moja kwa moja, akapotea katika sehemu ya katika dimbwi la uchawi, akapotelea katika dimbwi hilo la uovu. Tuzidi kumwombea mama yetu pia aweze kuwa kama sisi. Haya, asante kaka, nitakupigia simu. Haya, asante sana. Kumbe Abeli naye amekuwa Mkristo na hakuniambia. Alinyamaza kwa sababu ya hofu, lakini moyo wake ulikuwa unampenda Yesu kimya kimya. Sasa najua si mimi peke yangu, hata ndani ya familia yetu kuna nuru imeanza kuangaza. Sasa nataka nimtafute Teddy. Teddy, mchumba wangu wa moyo. Nadhani atafurahi sana kusikia haya. Yeye ni mnyenyekevu, mwenye busara, na kila mara amekuwa akiniheshimu hata kwenye maamuzi yangu magumu. Nadhani naam, ataniunga mkono, na labda hata yeye alikuwa anasubiri mtu wa kumwelekeza kwa Yesu. Labda tutamtumikia Mungu pamoja tukiwa mume na mke. Ngoje nimpigie sasa. Siku hii ni ya miujiza, na naamini muujiza bado unaendelea. Ngoje nimtafute. Rafiki yangu Teddy, tafadhali nimekuita ili tuzungumze jambo moja, na jambo ambalo nilitaka tuzungumze ni kuhusiana na ahadi yetu ambayo tumekwisha kujiwekea muda mrefu. Tafahamu ya kwamba sasa ni wachumba na tunategemea kuingia kufunga ndoa, tuwe mume na mke, tuoane. Lakini mimi nimekutana na kitu ambacho kwa hakika kinanifanya nikueleze, kwa sababu kwa kuwa tuna mipango mingi ya maisha, ni muhimu pia ukalifahamu hili. Nimekutana na watu wa dini, mafundisho yao nimeyapenda, kwamba kumbe kuna Mungu. Sisi tunaishi tu ndio tunaona watu waenda makanisani, hatufahamu kwamba wanaenda kuabudu nini, kumbe wanaenda kuabudu Mungu. Tafadhali nilikuwa nakuomba kama ikikupendeza, na sisi tu wa Kristo, tuwe wacha Mungu, tu watoto wa Mungu, tu na sisi tunaenda kanisani. Nikaona nikueleze jambo hili tafadhali Teddy, rafiki yangu. Hapana. Kipindi chote tumekaa, mbona ulikuwa haujui Mungu? Mungu umemjulia wapi? Ndio, nilikuwa simjui, lakini sasa nimekutana nao watu wamenifundisha, wamefundisha Biblia kwamba kuna Mungu ambaye tunatakiwa tuwe tunamwabudu, tu watoto wake. Hapana, Mungu hayupo. Mbona kipindi chote tumekuwa tukijua Mungu hayupo? Hapana, siwezi kukubaliana na hicho kitu mimi, kwa sababu kipindi chote mbona mimi najuaga Mungu hayupo, kitu ambacho siwezi kukubaliana nacho. Ni kweli, lakini hata mimi awali nilikuwa ninafahamu hayo, lakini sasa tumefunuliwa ukweli huu ya kwamba kumbe kuna Mungu tunatakiwa tuwe tunamwabudu, tuwe watoto wake. Hapana, mbona kipindi chote tunakaa hivyo bila Mungu na maisha yanaenda? Haiwezekani tukamtegemea Mungu sasa hivi. Hapana, tuendelee maisha yetu haya tu kumtegemea Mungu. Mbona wewe Mungu mimi simjui na simtaki? Sasa kwa sababu nimesikia kwamba
ukiwa unamwabudu Mungu ukifa unaenda mbinguni, usipomwabudu Mungu unaenda jehanamu, unachoma moto. Kwa hiyo inabidi tumwamini Mungu. Hapana, siwezi kukubaliana na hicho kitu. Kipindi chote tumekaa wote, leo unakuja kuniambia kitu kama hicho. Hapana, sitakubali kitu kama hicho. Sasa tutafanyaje sasa? Mimi kwa kweli nilikuwa nataka niwe Mkristo na mimi niwe mtu wa Mungu. Hapana, siwezi kukubali kitu kama hicho. Kama ndio hivyo basi mimi na wewe tuachane. Miaka yote tumekaa, leo unakuja kuniambia kitu kama hicho, habari za Mungu. Mimi siwezi nikakubaliana kitu kama hicho. Siwezi nikakubali kabisa. Huyo Mungu mimi simtaki. Lakini Teddy, tumekaa siku zote hizo, alafu leo tu mimi kutaka kuwa mtu wa Mungu alafu niache? Hapana, hata mimi sikubali. Sikubali kitu kama hicho. Yaani wewe kama umeamua kumfuata Mungu wako, fuate, lakini mimi hapana, siwezi nikakubaliana na kitu kama hicho. Ina maana miaka yote umenipotezea muda, umekaa na mimi nikijua kwamba tuko pamoja kama tulivyokuwa tunaishi. Sasa hivi hicho kilichokubadilisha mimi sitaki kabisa. Yaani siwezi nikakubaliana na hicho kitu unachosema Mungu. Yaani sikitaki kabisa kwenye maisha yangu. Sasa mimi nitafanyaje sasa Teddy, tafadhali? Basi kama umeamua kumfuata wewe Mungu wako umfuate, lakini mimi na wewe basi sitaki. Tafadhali naomba Teddy, tuwe watu wa Mungu tafadhali. Mimi napenda tuwe watu wa Mungu, tuwe kama watu wengine. Hapana, mimi sitaki. Nimeshakwambia sitaki hizo habari za Mungu wako. Nimeshakwambia kama unataka mfuate huyo Mungu wako, lakini mimi simtaki huyo Mungu wako. Kuanzia leo mimi na wewe basi tuachane.